yote yanahusika. Sisi kwenye dini yetu kwanza hatuna ubaguzi. Hatuna ubaguzi kwa maana kwamba tunaamini kwamba yeyote ambaye ana uwezo wa kusoma kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu ana uhalali wa kusoma kitabu kile cha Mwenyezi Mungu, na hatuchagui mkubwa ama mdogo. Mradi tu umesomeshwa dini na unaisoma kwa ufasaha Qur'ani, tunamkaribisha. Isipokuwa hapo kwenye makundi maalum ni iweke uzuri. Kwenye makundi maalum, tuna makundi maalum ya watu wengi. Wapo walemavu wa viungo, miguu, mtu atembei, lakini anaweza kuzungumza. Hapo labda pengine mtu ambaye hawezi kushiriki kutoka kwenye kundi maalum ni yule ambaye labda bubu, hawezi kuongea. Sasa Qur'ani haisomwi kwa ishara. Qur'ani japo wapo wataalamu wa kutafsiri kwa ishara, wanawatafsiria watu wao, lakini sasa sisi pale tuko presented kusoma Qur'ani kwa sauti. Ili mmoja kwa sababu kuna majaji, ili majaji waweze kusikia kile unachokisoma na unakisoma kwa ufasaha. Kwa hiyo hatuna ubaguzi wa makundi kutoka kwenye makundi maalum. Yeyote yule ambaye ana uwezo wa kusoma kwa sauti anakaribishwa. Na bahati nzuri tayari michujo ilishafanyika. Si kwamba pale ndo tunaenda tu mtu yeyote nani anaweza, hapana. Michujo ilishafanyika kutoka kwenye madrasa mbalimbali huko waliko mkoa mzima. Kwa hiyo kila mkoa kila wilaya ambayo ina madrasa, hata kama zikiwa 20, wao waje washiriki kwa sababu michujo ilifanyika huko kwenye mawilaya yao. Sasa hapa wanakuja kwenye mashindano ya mkoa. Kwa hiyo isi kwamba labda pengine utafika pale tunakamata Muislamu yoyote, bwana Yasini hapo tusomee hapo sura fulani, hapana. Mashindano haya yameanza kuratibiwa kwa ngazi za wilaya na halmashauri. Kwenye madrasa tofauti. Kwa hiyo hapa tunakuja kushindana kwenye mashindano ya mkoa. Tunaanza kupiga hatua kidogo. Unajua mkoa wetu ni mkoa mchanga. Mwaka jana tulishiriki mashindano haya Qur'ani kwa juzuu 6. Mwaka huu tumepanda kidogo kufika kwenye juzuu 8. Nani mtoe hofu msikilizaji wetu wa Bariadi FM kwamba mwaka jana hata zawadi ukiziangalia tulitoa vitu halisi, kwa maana ya zawadi zile tulizozitoa. Wapo waliopata vitu halisi, wapo waliopata pesa, na zilikuwa chini kidogo. Kwa mfano mshindi wa kwanza wa juzuu 6 alipata TV ya inchi 42 na kingamuzi chake cha Azam. Mwaka huu tukaona tunaweza tukampa mtu TV, kumbe TV nyumbani anayo, hata ona uthamani wa mashindano. Tukaona mwaka huu tutoe pesa taslimu ili mtu akitoka pale ajimwae afurahike na familia yake ambayo imemsomesha, kuona namna gani ambavyo ametumia muda wake kuhifadhi juzuu 8. Sio mchezo. Qur'ani bwana, ili uhifadhi lazima ule viboko vya kutosha. Sio lele mama. Huwezi kukihifadhi kile kitabu cha Mwenyezi Mungu kama haujatiliwa mkazo. Haisomwi kizembe. Kwa hiyo ukiona mtu amehifadhi juzuu 8 lazima uone namna kumpongeza. Na imani wataburudika watazamaji, wataburudika wasikilizaji, na hata wale ambao wametuchangia kwa maana ya michango mbalimbali ya fedha na hali na mali, kuhakikisha kwamba watu hawa watakaoshinda wataondoka na zawadi nzuri. Kwa kweli alhamdulillah, tunaamini atakayekuja kwenye mashindano hatajutia muda wake, na hata mwakani wale walioshiriki wataenda huko mawilayani kwao kupambana kwenye madrasa zao kuhakikisha mwakani na mimi nimo. Kwa hiyo hasa hivyo ndio vitu ambavyo tunatamani kuviona. Ila zake za mwanzo, kwanza ni mwongozo, lakini 2 ni kuhamasika watu waendelee kujua Uislamu, hasa wale ambao wameingia kwenye Uislamu, lakini hata wasiokuwa Waislamu. Faida mojawapo ya kuijua Qur'ani, unakuwa karibu sana na Mola wako, kwa sababu sisi lugha yetu ni lugha dini yetu ni dini ambayo inatumia kwa 99% inatumia lugha ya Kiarabu. Wale ambao wanakuwa sio wataalamu wa lugha ya Kiarabu ndio watapata tafsiri ya Kiswahili, Kichina, Kiingereza. Hiyo ni tafsiri. Lakini leo toka hapa uende China, utoke Uingereza, uende Ufaransa, uende Ujerumani, uende nchi yoyote duniani, ukiingia msikitini utasikia lugha ya Kiarabu. Hautasikia Kichina chao, utasikia Kifaransa, utasikia sijui kilugha gani. Yani hata leo zunguka mkoa huu nchi yetu hii ya Tanzania. Wewe unatoka Simiyu, Bariadi, ukienda Mtwara hujui Makonde, lakini ukiingia msikitini utaisikia lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ni faida ya kwanza.
Lakini faida ya pili ni kuendelea kuwahamasisha vijana kuwa kwenye maadili mema. Mtu yeyote anayesoma Qur'ani lazima tu atajinasibu kuwa kwenye maadili mema. Kama ambavyo tunazungumza leo. Ukijua Qur'ani utakuwa mbali na matukio yale ya ajabu ajabu. Leo tunamwona rais wetu, viongozi